ya Kwaresma na Waislamu wako wanafunga kwa ajili ya mwezi mtukufu. Naamini kabisa huu ni mwezi wa toba ambao mimi kama kiongozi naona ni mwezi sahihi wa kujumuika pamoja kama Watanzania, lakini na madhehebu mbalimbali kwa ajili ya kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu. Lakini vile vile nikaona sasa ni vyema kukutana pamoja na kumshukuru Mungu ni jambo lingine, kwa sababu vitabu vitakatifu vinasema, kiangalia Mathayo mstari wa 18 sura ya 20 unasema wazi, waunganapo wawili au watatu kwa jina langu na mimi nipo kati yao. Lakini pia sura ya 3 aya ya 103 inasema, shikamaneni wote pamoja wala msitofautiane. Kwa kufanya hivyo Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nanyi. Na kwa mistari hii mimi naamini kabisa ndio iliyosababisha hata mvua leo isishuke. Shukuru Mungu. Na tulipokusanyika hapa, viongozi wa dini wamefanya dua kwa ajili ya kumwombea Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na bila shaka Mungu amepokea dua yetu Wananamtumbo na kumjalia afya njema Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, nia yangu ilikuwa ni umoja. Kwanza niwashukuru sana, tangu nilipoteuliwa mmeendelea kunipa ushirikiano, na sasa naendelea kuomba muendelee kunipa ushirikiano kwa sababu bado mimi ni mkuu wa wilaya ya Namtumbo. Lakini vile vile hakika nimeona upendo wa ajabu kwa Wananamtumbo. Kwa kweli niliita mwaliko huu kwa dharura, lakini mmejitokeza kwa wingi sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnaungana pamoja na mimi kumwombea dua Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu awabariki sana, nawapenda sana. Tuendelee kushikamana kwa ajili ya maslahi mapana ya nchi yetu. Kama mama nimeona upendo wa watoto. Mimi ndio kiongozi wa wilaya hii, lakini kwa kweli nimeguswa kwa namna ya pekee. Ninaamini Mungu ametuangazia neema yake hapa tulipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa salama, na sisi wa Tanzania tunaendelea kutimiza wajibu wetu, lakini pia Mungu anajua tuko pamoja naye. Na sisi tunaongozwa, nchi yetu inaongozwa na katiba, lakini wananchi tunaongozwa na madhehebu tofauti tofauti. Lakini leo nimeona uwepo wa Mungu kwenye ukumbi huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niendelee kukushukuru kwa kuendelea kunipa ushirikiano, lakini tena nasema niendelee kuwashukuru sana Wananamtumbo kwa kuendelea kunipa ushirikiano. Lakini pia na kila sababu za kumshukuru Mungu na kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kuniamini ili niendelee kuwatumikia Wananamtumbo. Siku ya leo ilikuwa ni siku ya dua pamoja na iftar. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye ziara zangu mbalimbali, lakini vile vile nakutana na watu mbalimbali, nikaona leo ni siku ya kipekee kujumuika hapa, kwa sababu nimeshakutana na mambo kadha wa kadha, nikaweza kuandaa zawadi. Na kwa shukrani hizi, kwa sababu mimi ni mcha Mungu, kwa hiyo nimepita kwa madhehebu mbalimbali, nimekutana na maimamu, nimekutana na mashehe, nikaona kwa sababu leo tumekutana hapa, basi niweze kukabidhi zawadi hizi. Lakini hizi zote hizi ni kwa ajili tu ya kujenga nyumba ya Bwana. Fedha hizi chache ambazo ni kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya nyumba za Bwana ili tupate nafasi nzuri ya kumshukuru,
kumtukuza na kumsifu yule aliyetupa pumzi ambayo tunayo mpaka sasa. Kwanza ningependa kumwomba paroko wangu, mimi ni Mkatoliki, na niliweza kumwahidi kwenye ujenzi wa kanisa. Kanisa Katoliki lina ujenzi, lakini pia kwenye kanisa Katoliki pale mvua ikinyesha, sisi waumini hatuwezi kupita kwenda kumwabudu Mungu. Tunapata wakati mgumu sana. Kwa hiyo nikaona nimchangie baba paroko ili aweze sasa kujenga pale paving, wanakondo wake ikifika siku ya kuabudu basi waweze kupita vizuri. Sisi ambao tunapenda kuvaa viatu virefu, isije tukafika pale tukavua viatu ndio tukaja kuvivaa kanisani. Kwa hiyo tunapofika pale kanisani tuweze kuvaa viatu mpaka tufike kanisani. Na nilimwahidi shilingi milioni 1, naomba nimkabidhi hapa. Shukrani. Pili, kwenda kwa mchungaji wa kanisa la TAG nikafanya mkesha kwa ajili ya kupokea mwaka mpya. Napo nilipofika walinialika tu kwa ajili ya kujumuika pamoja na kupokea mwaka mpya, lakini nilipofika pale mimi kama kiongozi, wanasema kiongozi lazima uwe na maono. Na mimi kwa kweli Mungu ni kipaumbele changu. Kwa hiyo niliahidi shilingi milioni 1. Ningeomba mchungaji wa kanisa la TAG, mchungaji Emmanuel Mwando Mpapa, nikukabidhi milioni 1. Ambaye pia ni rafiki yangu sana. Na pia tumekuwa tukishirikiana kwenye ujenzi huu wa taifa. Aliweza kunieleza kwamba kuna shida kwenye msikiti, pia natafuta michango kwa ajili ya kuweza kuboresha lile jengo. Na mimi nikasema nitatafuta mchango wangu kama kiongozi. Sasa kwa sababu tumekutana hapa leo madhehebu yote, ningependa sasa nikabidhi mchango wangu wa shilingi milioni 1 kwa Sheikh Alfajir. Pia nilipata wasaa wa kualikwa kwenye kanisa la Anglican, lakini nilituma mwakilishi wangu kwa sababu nilipata dharura za kikazi, na kwa sababu naendelea kusisitiza Mungu ni kipaumbele changu. Na baada ya kufika pale mwakilishi wangu alinieleza hali ilivyokuwa, na nikaahidi nitatoa shilingi milioni 1. Naomba mchungaji Yohana Mahudi uweze kuja kuipokea.